lakini wakawataja mashekhe wa Yemen, na kwamba hao mashekhe wa Yemen ndio wanaijua hali zaidi, kwamba hao mashekhe wa Yemen wao ndio wanaweza kulinganishwa katika kuitambua hali zaidi, kama ilivyo katika sauti yako hii. Hapa kuna mambo. Jambo la kwanza, hao mashekhe wa Yemen wenyewe unawataja, wenyewe wana maradhi, wana matatizo, si mahala pake. Jambo la pili, hao mashekhe wa Yemen kama wao wana utambuzi na mambo ya Yemen, kwa nini kwenye kadhaya mbalimbali, kadhia ya Abu al-Hasan al-Ma'ribi na ni wa Yemen, yani Misri, lakini alikuwa Ma'ribi Yemen na yuko huko, kwa nini mlikuwa marudi, na kwa nini walikuwa wanarudi kwa Sheikh Rabi Saudia huko kwa Sheikh Ubaid al-Jabiri? Kwa nini wasingetoa fatwa wao wenyewe tu, kwa sababu wao ndio wanajua hali zao zaidi? Kwenye kadhia ya al-Hajuri, kwa nini mlingojea fatwa za Sheikh Rabi na Sheikh Ubaid mkao mnakwenda kwa ajili ya kusuluhishana? Wakati mwingine Sheikh Abdurrahman al-Adali alikuwa kutoa darsa na mihadharat akihimiza kurudi kwa mashekhe hawa wawili akabir wakubwa, Sheikh Rabi, Sheikh Ubaid. Kwa nini walikuwa wakifanya hivyo? Na kwa nini sasa hivi wao ndio wanajua hali yao zaidi? Utambuzi na nafasi ya Sheikh Rabi kwa sasa hivi haipo tena kwenye kadhia hizi. Mbona mtaka kuwakoroga watu? Imeleka point kwamba kama ni hivyo mashekhe wa Yemen ndio wanajua hali zao zaidi na wenzao zaidi, mbona walikuwa wanarudi kwa Sheikh Rabi na wakiwahimiza watu warudi kwa wakubwa, Sheikh Rabi, Sheikh Ubaid, akiwemo Sheikh Abdurrahman mwenyewe al-Adani rahimahullah ta'ala? Kwa nini hamkuamua nyinyi wenyewe, kwa sababu unajua hali zenu huko? Sasa hivi katika kadhaya hizi inaonekana Sheikh Rabi sasa hajui mambo ya Yemen. Mbona mnisubiri fatwa ya Sheikh Rabi kwa al-Maribi, al-Halabi, al-Hajuri, ndiye mkaanza kuwalazimisha watu sasa wafuate mawqif akabir za wakubwa? Kwa nini yani? Lakini pia hapa wajue kwamba wao wanawalazimisha watu kumkataa Hajuri, na nishasema katika majlisi ya nyuma, kwa sababu mashekhe wamesema. Sikio lazimisha kwa sababu mashekhe wamesema, mnawalazimisha watu. Tanakuf. Jambo la tatu katika maneno yako kwamba mashekhe wa Yemen wao ndio wanajua hali yao zaidi, kuna kaida moja inaitwa baladiyu rajuli a'lamu min ghairihi, kwamba mtu wa mji ndiye anayejua hali ya mji na watu wake zaidi kuliko wa nje. Kweli hii ni kaida ipo, baladiyu rajuli a'lamu min ghairihi. Kweli hiyo ni kaida ipo, wanahitaji ulama wa hadithi, kaida mashuhuri kwa maimamu, kwamba mtu wa mji yeye ndo anajua zaidi kuliko wengine. Kaida ipo, lakinaha laysat mutarida, lakini kaida hiyo haijaachwa huru hivi moja kwa moja, haiko huru moja kwa moja. Kaida hiyo inakuwa ni masifu, inakuwa inategemewa katika kipindi ambacho watakhtalifiana maulama wa aina mbili, jarhan wa ta'dilan, katika kumjeruhi fulani na kumwadhilisha fulani. Wakana laysa thamma hujja ala aljar, alafu ikawa yule aliyejeruhi ambaye yule si mji wake amemjeruhi mwanachuoni au mtu wa mji ule, yeye ni wa nje, alafu akawa hana hujja, alafu yule wa ndani pale anamzaki. Hapo ndio ambapo tutasema sasa baladiyu rajul a'lamu min ghairihi, mtu wa mji kauli yake afanyeje? Itangulizwa. Wakati gani? Pale ambapo wamekhtalifiana, mtu wa mji anamzaki
na mtu wa nje anamjeruhi, alafu yule mtu wa nje yule mji hana hujja, hajafuatilia jambo, hajaifasiri jerho yake, hapo tunasema baladi rajul a'lamu min ghairihi. Simeelewa kama mtu wa mji sa kauli yake inafanyaje, inatangulizwa. Lakini ikiwa yule baladi rajul yeye mwenyewe yale mambo si hadhi yake, si mwenye kufuatilia mambo, si mwenye khibra na asbabu za jarh na taadil, hana hujja katika taadili yake, alafu yule wa nje ana hujja na ana tafsiri ya ile jarh yake, kauli yake inatangulizwa. Kaida hiyo hapo itafanya kazi tena. Kaida itakayofanya kazi, anna man alima hujjatun ala man lam ya'lam, aliyejua ni hujja dhidi yule ambaye hajajua, hata kama yule ndio mji wake. Umeelewa? Lakini pia ziada thiqatu makbula, ziada ya mtu thika inakubaliwa. Man hafidha hujjatun ala man lam yahfadh, pia kaida kwamba aliyehifadhi kauli yake ni hujja dhidi ya yule ambaye hajahifadhi, hata kama ule si mji wake. Kwa hiyo italazimika kuchukua kauli yake hata kama ule si mji wake, kwa sababu yule mtu ambaye si mji wake ana khibra na masala ya naqdi na jarh, lakini yule wa ndani pale hana uzoefu na mambo haya, bali yeye mwenyewe anawahitajia hao maulama kama walivyo hao mashaikh wa Yemen, wao wenyewe wanawahitajia kila Sheikh Rabi, kila Sheikh Ubayd. Kwa maana kaida hii ulioileta hapa haifanyi kazi kwa mujibu wa maneno yako, na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu cha Ta'sis al-Ahkam ala ma sahha min khair al-anam bi sharh hadith ummat al-ahkam cha Sheikh Al-Najmi, au kwenye silsila dhaifa hadithi nambari 35, au kwenye dhaifu ya Abi Daud hadithi nambari 83, alizungumzia hadithi man adhana fa huwa yuqim, atakayeadhini ndiye ambaye ataqimu. Akasema hadithi ni dhaifu kwa sababu yuko ndani yake Abdurrahman bin Anu al-Afriqi, hii ni dhaifu. Akaitaja kauli ya Ahmad Shakir ambaye yeye anaisahihisha hadithi, kwa sababu wako baadhi waliyemzaki na kumtakasa Abdurrahman bin Anu al-Afriqi, na hao ni watu wa mji wake, yani watu wa mji wa Abdurrahman bin Anu al-Afriqi wanamzaki. Ahmad Shakir akasema kwa kuwa hawa maulama ni watu wa mji wake, wao wanamjua zaidi kuliko hawa kina Ibn Ma'in, kina Ahmad na wengine walimjeruhi Abdurrahman bin Anu al-Afriqi. Siko wazi masala haya. Sheikh Al-Albani alipokuja akasema kwamba wa indi hadithu man adhana fa huwa yuqim dhaifun, taaqaba ala kalam Ahmad Shakir, kisha akayakosoa maneno ya Ahmad Shakir kwamba anna jama'ata man wathaqa Abdurrahman ibn Anu al-Afriqi, ijapokuwa ni katika watu wa mji wake waliyemzaki Abdurrahman ibn Anu al-Afriqi, ijapokuwa ni katika watu wa mji wake, waliowakhalifu ni watu wenye hujja, kina Ahmad, kina Ibn Ma'in, wana khibra zaidi ya wao na ni watu wa nje ya mji wake, na kauli yao ina hujja. Akasema baada ya hapo, akasema ama atakayesahihisha hadithi hii kama ulivyofanya wewe, ama man dhaba ila tawfiq al-Afriqi al-madhkur, ama yule ambaye atakayekwenda kumzaki al-Afriqi aliyetajwa, binaan alayhi, kwa kujenga hoja kwamba baadhi ya ulama wa mji wake wamemzaki, kwa hiyo kauli yao ina hoja kwa sababu ni watu wa mji wake. Wadhaba ila anna hadithahu sahih,
alafu akasema kwamba hadithi yake ni sahihi, asema hadha dhuhulun minhu, hakika huku ni kughafilika kutoka kwake Ahmad Shakir an qaidati, kunako qaida aljarh muqaddamun ala at-ta'dil, ni kughafilika na qaida jarh inatangulizwa dhidi ya ta'dil idha tabayyana sababu al-jarh, pale ilipobainika sababu ya jarh. Inapobainika sababu ya jarh, kama ilivyo hapa, kama hawa watu wa nje na mji wake wa Afrika, ijapokuwa wako nje lakini wamebainisha sababu za jarh, wakadurusu hali zake na hadithi zake, wakaona kwamba huyu hadithi zake si mustakima. Asema hapa tunachukua kauli zao, tunaacha tazkia za maulama wa mji wake Afrika, sababu wao hawana hoja kuwazidi. Na kaida hii ndio wamekwenda nayo maulama, kwamba unakuta al-Imam Ahmad amewazungumza baadhi ya tabi'in, baadhi ya tabi'in, unamkuta al-Imam Muslim anawazungumza baadhi ya tabi'in kwa hujja na kudurusu hali zake rawi huyu, na maulama wanachukua maneno yao. Vitabu vya tarikh Bukhari na vitabu vingine Dhu'afa al-Qaili Bukhari, kitizama wanapita katika mrengo huo. Kwa hiyo kaida hii si mutalida, si ya moja kwa moja. Kwa hiyo hao mashekhe wataja, ijapokuwa ni watu wa mji, wao wenyewe wanaohitajia mashekhe hao, wana Sheikh Rabi, Sheikh Ubayd, wanahitajia fatwa zao. Lakini Sheikh Rabi wana hoja katika hili, wameidhurusu hali ya huyu bwana, na Sheikh Ubayd anasema innahu ikhwani, wakatizama hali ya wala usuhuba wa Muhammad al-Imam mpaka na baadhi ya watu wa bid'a, na vile anavyotembelewa na watu wa bid'a na anavyowapokea watu wa bid'a, muamala wake na mashia, yale anayozungumza, wakaona huyu anastahili jaru, ni mtu wa bid'a. Hawa watu wa mji wake hawajui kadhaya, hawana uzoefu huo, wao wenyewe bado ni wachanga kwa hao, wanahitajia fatwa zao. Kwa hivyo hakuna hujja katika maneno ya hawa mashekhe waliowataja. Kwa hiyo tukome hapa, patakapohitajika tena tarudi. Lakini naona kwa hadhi na nafasi ya Abu Muhammad as-Sunni na vile alivyo mafuhumu yake na ufahamu wake na kiwango chake na mustawa wake, mimi naona kama tunatumia nguvu kubwa na tunajichosha kupambana naye. Kwa hiyo ni bora ifike mahali akizungumza tuachane naye, tumpuuze, tuachane naye, kwa sababu unaona yani vitu viwili tofauti, kwamba yani mtu anazungumza vitu havielewi, anatakavaa tofauti kabisa, tunapata tabu ya kumwelimisha. Lakini Allah ajalie kheri kwa watu wengine, labda hao labda wanaweza kubabaika wakaelewa kwa kupitia maneno haya. Tuombe Allah Taala kwa majina yake na sifa zake atakubali hiki kidogo ambacho tunakifanya, kwani yanfa bil Islam wal muslimin wa huwa li tawfiq, alhamdulillah rabbil alamin.